Kwa nini tunahitaji imani? Ili tumsifu Mungu daima. Ni kwa sababu kuna wakati ambao mazingira ya kumsifu Mungu yatakataa, ila imani itakusaidia kumsifu Mungu. Jibu lake ni kwamba ni kwa sababu kuna wakati mazingira yatakataa wewe kumsifu Mungu, lakini imani utakayokuwa nayo ndio itakayokusaidia kumsifu Mungu. Haleluya, haleluya. Wangapi wanatamani kumsifu Mungu daima? Okay, wacha tuende pamoja tanielewa. Swala la kumsifu Mungu daima linahitaji imani, kwa sababu kuna majira mazingira yatakukatalia kumsifu Mungu, na pale ambapo mazingira yatakukatalia, imani ndio itakayokusaidia kumsifu Mungu. Zaburi ya 137 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Zaburi ya 137 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Anasema hivi: kama ya miti ya Babeli ndivyo tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu, maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, nao waliotuonea walitaka furaha. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Anasoma tu mpaka hapo, alafu tutarudia mstari mwingine. Anasema hivi: kama ya miti ya Babeli ndipo tulipoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katikati ya miti iliyokuwa ndani yake tulitundika vinubi vyetu. Kwa nini? Wako utumwani Babeli, wako utumwani Babeli, kwenye mazingira ya utumwa, kwenye mazingira ya mateso, kwenye mazingira ya shida, kwenye mazingira ya kukatwa tamaa. Katikati ya mazingira ya Babeli wakaacha kumsifu Bwana kwa sababu mazingira yaliwagomea. Unasemaje waliacha? Biblia inasema walitundika vinubi vyao kwenye miti. Vinubi ni vyombo walivyokuwa wanavitumia kumsifu Mungu, walikuwa wanavitumia kumwabudu Mungu. Ni kama tunavyotumia kinanda leo na drums na magitaa. Wao walikuwa wanatumia vinubi. Kwa kitendo cha kuchukua vinubi na kutundika kwenye miti, ilikuwa ni ishara ya kwamba hatuwezi kumsifu Bwana, hatuwezi kumwimbia Bwana kwa sababu mazingira tuliyonayo hayafai. Haleluya, haleluya. Wako kwenye mazingira ya huzuni, wanasema tulitukalia tulipoikumbuka Sayuni. Maanake wako kwenye mazingira ya huzuni kiasi kwamba walipokuwa wanakumbuka namna walivyokuwa wanaishi Sayuni, machozi yakawatoka. Walipokuwa wanakumbuka namna walivyokuwa wanapata raha Sayuni, wakaanza kulia kwa uchungu. Kwa nini? Kwa sababu wako kwenye mazingira ya huzuni, wametoka kwenye mazingira ya Sayuni, mazingira ya furaha. Wakaamua kuacha kumsifu Bwana, wakatundika vinubi vyao. Chaki kilichotokea, anasema wale waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na wale waliotuonea walitaka furaha. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Sasa unasikiliza kitu cha ajabu sana. Adui zao walitaka wao waimbe katikati ya mazingira, alafu wao wakagoma kuimba kwa sababu ya mazingira. Hilo la kwanza. Lakini cha pili, adui zao walijua ndani ya nyimbo zao kuna furaha, lakini wao hawakujua ndani ya nyimbo zao kuna furaha. Unasema kwa nini? Kwa sababu waliotuchukua mateka walitaka
Waliotuonea walitaka furaha. Walipotaka furaha, wakaenda wakaambia tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Kwa nini? Tunajua ndani ya nyimbo za Sayuni kuna furaha. Kama umenielewa, umebeba kitu ambacho adui yako anajua thamani yake kuliko wewe. Kwa nini? Anasema adui zetu walitaka tuwaimbie, waliotuonea walitaka furaha. Walipotaka furaha wakatufuata, wakatuambia tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Kwa nini? Wanajaribu kuambia kwenye nyimbo zenu mnazoimbaga kuna furaha ndani yake, na si hapa tunataka furaha. Na kama tunataka furaha tutaipata wapi? Tutaipata kwa Bwana wenu wa Sayuni, tutaipata kwenye nyimbo zenu za Sayuni. Kwa hiyo tuimbieni nyimbo za Sayuni tupate furaha. Alafu waliobeba hizo nyimbo wanalia. Haleluya. Haleluya. Adui zao wanataka furaha, na wameenda kuambia tuimbieni nyimbo mlizo nazo. Sasa tunajua ndani ya hizo nyimbo kuna furaha, na mkiimba tutapata furaha, mkiimba tutaburudika. Tunataka furaha, tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni, kwa sababu ndani ya nyimbo za Sayuni kuna furaha. Lakini wana wa Sayuni wenyewe waliobeba hizo nyimbo za Sayuni ambazo ndani yake kuna furaha, wamekata tamaa, wana huzuni, wamevunjika moyo, wanalia kutokana na mazingira yaliyowazunguka. Alafu katikati ya yale mazingira, adui zao wanajua kabisa wamebeba nyimbo ambazo wakiimba watapata furaha. Lakini waliobeba hizo nyimbo hawajui walichobeba, ya kwamba kina furaha ndani yao. Hawajui walichobeba, ya kwamba kimebeba majibu ya mazingira walionayo. Wanateseka kwenye yale mazingira kwa huzuni, lakini nyimbo walizobeba zina furaha ndani yao. Kitu gani adui zao wanajaribu kuwakumbusha? Ya kwamba ndani ya nyimbo za Sayuni kuna furaha. Kwa hiyo hata kama mko kwenye mazingira ya uchungu, imbeni nyimbo za Sayuni. Hata kama mko kwenye mazingira ya mateka, imbeni nyimbo za Sayuni. Hata kama mmehuzunishwa moyo, imbeni nyimbo za Sayuni, kwa sababu ndani yenu mna nyimbo za Sayuni zilizobeba furaha. Mnahuzunika vipi wakati mmebeba nyimbo zenye furaha ndani yenu? Unajua kilichowafanya wakaacha na wakahuzunika? Imani yao juu ya kile ambacho Mungu aliwaambia ilikuwa. Kwa sababu unakuta wakati wanasemeshana namna hiyo, choki kitu ambacho Mungu alifanya, anasema tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Sasa walipojibu, wakajibu wakasemaje? Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Wakagoma kwamba mazingira tulionayo hatuwezi imba nyimbo za Bwana. Kufika mahali ukasema kwako hapa sifaifai, unatafuta nyumba ya maombolezo. Kwa nini? Mazingira. Hao ndugu wamegoma. Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni kwa mazingira tulionayo? Ila tuambiage tuimbe wimbo wa Bwana. Wimbo wa Bwana unatusaidia nini kwenye haya mazingira? Sasa kitu Mungu aliwasomesha wakati wako kwenye kule kunena, wanajibu majibu ya kukata tamaa, ya kwamba tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni, tuimbeje wimbo wa Bwana kwenye mazingira tulionayo, tuimbeje wimbo wa Bwana katikati ya uchungu, tuimbeje wimbo wa Bwana katikati ya kilio, tuimbeje wimbo wa Bwana katikati ya yale mazingira. Cheki kitu Mungu aliwasomesha. Mungu akawaambia hivi, Yerusalemu, nikikusahau mkono wangu wa kuume na usahau. Alafu akasema hivi, ulimi wangu na utangamani na kaakala kinywa changu, nisipokukumbuka, nisipoikuza Yerusalemu zaidi ya fahari yangu iliyokuwa. Mungu anajibu mawazo aliyokuwa nayo, kwamba kwa kweli Mungu ametusahau kiasi kwamba hatuwezi kumwimbia. Haya mazingira
yanaonyesha Mungu ametusahau. Hali tulizo nazo zinaonyesha Mungu ametusahau. Tuibeche wimbo wa Bwana kwenye mazingira wakati Bwana mwenyewe ametusahau. Ndio mawazo waliokuwa nayo ndani ya mioyo yao. Ahadi ya Bwana imeondoka kwako. Hawaamini tena ambacho Mungu aliwasemesha. Hawaamini tena ambacho Mungu aliwaambia kwenye maisha yao. Ile ahadi iliyojenga imani ndani yao imekufa. Hawaoni ile picha ya furaha tena ndani yao. Wanasema hatuwezi kuimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Mungu anaingia pale pale. Anasema Yerusalemu, nikikusahau wewe, mkono wangu wa kuume na usahau, ulimi wangu na ugandamane na kakala kinywa changu kama sitakukumbuka wewe. Ni kitu gani Mungu anajaribu kuambia? Anajaribu kuambia pamoja na mazingira mlionayo haimaanishi kwamba nimewasahau.